ziliamkiana kwa njia ya ungwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ni kitu ambayo inahitajika kwa huduma. Hauwezi fanya huduma vyema kama una ungwana, kama wewe sio muungwana. Hauwezi fanya heshima ambayo itabadilisha mioyo ya watu, ambayo itafanya watu wakimbilie Kristo, kama hauna chembe za ungwana ndani yako. Wanajua nimetangulia kuwasifu. Nyinyi watu Tanzania ni waungwana. Mshikilie hapo katika jina la Yesu. Haleluya. Leo kuna vitu hatuwezi fanya huko kwetu. Kama mfano, ukipotea pale jiji kuu Nairobi, hawezi uliza mtu nilikuwa nataka niende mahali fulani, nisaidie nijue ramani ya kufika mahali pale. Utaelekezwa msitu. Bwana washukuru kwa kuzingatia ungwana. Zaidi ya yote naomba jambo moja. Ungwana huo ambao tumelelewa nalo, tuipeleke ungwana huo hadi kwenye huduma. Haswa naongelea hao ambao tunaanza kuwasomesha. Kwamba kitu ambacho kitakutofautisha na mchungaji yule mwingine mkora ni ungwana ambao utakuwa nayo. Mtu yule ambaye atasema ukweli na ukweli huo asimame nayo. Atakaposimama kunena, ananena kiungwana. Matamshi yake ni matamshi ambayo yamepimwa. Atakapoingia katika jamii, jamii wanampokea kwa sababu ya ungwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So tunahitaji ungwana kwa mambo haya. Mambo kama tabia, jinsi ambavyo tunajibeba, inahitaji ungwana. Haleluya. But kando hiyo kuna ungwana zingine pia tunajifunza. Tunaita civilization. Sijui sasa mtahitaji hiyo. Mnahitaji hiyo civilization. Ni ustarabika, sio? Like ni kupeleka hotelini. Umepewa uma na kisu. Kuna vile civilization itakueleza namna ya kuhandle hizo vitu, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa mchungaji tunatarajia uwe civilized, uwe mtu mstaarabu, na hiyo ndio ilitishwa. Nebukadnezar hakuitisha tu mtu yoyote. Aliitisha mtu ambaye anaweza ingia katika hekalu nawe mstaarabu. Na kitu ambayo itawapeleka mbali kwa huduma, kando na ile ambayo nimetaja la kwanza, ni ustaarabu. Wakati unapokutana na askofu, je, wewe ni muungwana? Je, wewe ni mstaarabu? Wakati unapokutana na viongozi wa nchi, hapo utahitaji kuwa muungwana, hapo utahitaji kuwa mstaarabu. Hiyo ni kitu ya pili ambayo aliitisha. Tatu ambayo tutachukua muda kwa sababu ni sawa na 4 ni uwerevu. Uwerevu. Kuwa na maarifa. Kuna skills fulani ambayo inahitajika hata unapokuwa mhubiri. Na mara mingi hii maarifa na skills, kando na kusoma, mara mingi ni vitu ambazo binadamu husaliwa nayo. Na napouliza kila mmoja wetu hapa, kuna maarifa fulani uko nayo, kuna uwerevu fulani wa kusaliwa Mungu alikujalia nalo. Kuna vitu zingine labda umesoma hapa na pale, and that is also needed, inahitajika kwa maisha ya uchungaji. Bwana Yesu asifiwe wanafunzi wangu. Inahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akisimama kuhubiri naturally, hiyo kitu si kweli? Hata ule mwimbaji. Kuna ule mwimbaji akisimama, Mungu amebariki na hiyo talanta, sauti yake imenyoka, hahitaji kwenda kupigwa massage pale kwa studio ndio itoke vizuri. Hiyo ni skills. But sasa ya mwisho, na sababu ambayo niko mahali hapa, kitu ambacho kitakufanya usimame mbele ya Mungu, mbele ya ufalme, kando na hizo tatu, ni elimu.
Bwana Yesu asifiwe. Mwafrika fulani alisema huko Nigeria kwamba mtoto akiosha mkono wake atakula na wafalme. Na jambo moja nimegundua katika huduma, ukitaka kuinuka na kufikia viwango tofauti katika ministry, elimu ni ya muhimu sana. Nebukadneza akasema mali hapa, ukishapata wanafunzi ambao wanafikia hizo viwango ambazo nimetaja, wamemiti hizo vipengele zote tatu, nitahitaji waingie darasani kwa mwaka 3. Hallelujah. At least sisi tunafanya 2. Waingie darasa kwa miaka ngapi? 3, ili wasome lugha. Amen. Wale wanasoma Kaboson wanafunzwa English, ndio? Na wale hata wa Kiswahili, wale wa Kiswahili tutawafunza pia Kiingereza. Kwa sababu kuna vile Kiingereza ina uwezo ya kuconnect na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina hiyo uwezo. Nilikuwa na discuss na missionary Maina, na nikasema sijui kwa nini Tanzania mlibaki nyuma. Especially Kiswahili ni sawa, tunajivunia Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni lugha langu la kwanza, najivunia nayo. Sasa tunajiuliza kwa nini Tanzania walibaki nyuma kwa Kiingereza, na kwa kufanya hivyo inawafunga nje na opportunity mingi, kwa sababu sehemu kubwa katika ulimwengu wanaongea Kiingereza. So Nebukadneza akasema, yes, hawa watoto ni wa Kiyahudi, wanahitaji kusoma kwanza lugha. Lugha kazi yake ni mawasiliano. Bwana Yesu asifiwe. Najua hata huenda kuna mtu hajaweza kujiwasilisha vizuri mahali hapa, kwa sababu hata hiyo Kiswahili hajaimaster vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia askofu anapoongea mahali hapa, ananikumbusha lugha wakati tulikuwa tunasoma shuleni. So walikuwa wanahitajika ya kwanza washike lugha. They were supposed to master language. Amen. Na kwa sababu tunaelewa Kiswahili, sitawapea changamoto ya hilo lugha. Hallelujah. But wale ambao mko chuo cha Biblia, assignment yangu ni kwamba kabla huja graduate, fanya uwezavyo, jikaze uwezavyo master lugha ya Kiingereza. Na hata ukishindwa usikose kuomba maji. Unajua ile lugha ya kuomba maji? Hallelujah. Kama wewe ni Msukuma, unataka kuenda huko kwa ile lugha nyingine inaitwa Wanyamwezi, unataka ujue tu kidogo ya kuomba maji. So usikose kujua hiyo. But kando na hilo, walitakikana pia wasome literature, ambayo tunaita fasihi kwa lugha nyingine, lakini kwa ulimwengu wa sasa nimeitaja kuwa falsafa, philosophy. Amen. They were supposed to learn philosophy. Na labda unajiuliza kwa nini tujisumbue na masomo? Si tumekuwa tukihubiri na watu wamekuwa wakiokoka, labda kanisa limekuwa na watu wengi. Kwa nini wanisumbue tena nikuja mahali hapa nisome lugha? Kwa nini wanisumbue hapa nisome teolojia? Kwa nini wanisumbue hapa nisome falsafa mingi tofauti? Hallelujah. Amen. Ninasimama hapa kueleza kwamba hizo falsafa zote zinahitajika katika huduma. Hallelujah. Amen. Binafsi, baada ya kumaliza form 4, nilienda chuo kikuu. Na kile nilienda kusoma chuo kikuu ni hesabu. Mnaita hesabu ama hisabati? Mathematics. Hisabati. Lakini kwa hiyo hisabati ndani yake nilisoma statistics. Hiyo ni takwimu. Nikasoma statistics. But nikiwa pale nilikuwa na ubiri. So baadaye nikaja nikapewa kanisa na nilihubiri kabisa. Watu waliokoka, idadi ya kanisa ikaongezeka.
Then one day mshirika akaniuliza swali ya maana na ya msingi ambalo nilishindwa kumpa jibu. So nikaamua binafsi kwamba nitachukua masomo ya dini, theology. So nikaenda nikasoma theolojia, wakanifunza theology, wakanifunza historia, wakanifunza hizo falsafa, wakanifunza kutafsiri Biblia, wakanifunza mambo mengi katika Bible. Panapokaa sasa na niangalie nyuma jinsi ambavyo nilikuwa nahubiri wakati ule, ingawa watu walikuwa wanaokoka, na jinsi ambavyo Mungu amenisaidia nifahamu mambo wakati huu, huwa ninahurumia kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wakati huo labda ningesimama nisome neno, niseme leo ninafunza juu ya uvumilivu, kufika katikati niko nafunza mambo ya kutoa, na ninapomaliza niko nafunza mambo ya kuomba. So unahitaji kushika hizi falsafa. Mengi yatakuwa mazito, especially vitu kama historia. Sasa zingine tutawapeleka ndani zaidi, mpaka unauliza kwa nini nahitaji mambo haya yote. Ukweli ni kwamba hauwezi ukasimama mbele cha mfalme pasipo na lugha, pasipo na falsafa. Unahitaji mambo haya. Haleluya. Na hiyo ndio muhimu. Kwa nini mchungaji askofu anaendelea kuwasukuma kila siku? Kwa sababu anataka na muelimike aswa kwa falsafa, ili unaposimama unafahamu kile ambacho unafunza, na unaiamini ndani ya moyo wako kwamba jambo hili ndio sahihi na inahitajika. Ni ombi langu kwamba tuzingatie mambo haya sana, kwa sababu ni muhimu katika huduma. Mungu aweze kubariki katika jina la Yesu. Asante. Kwa permission ya askofu, ndaka niombe wanafunzi aswa wale wa Kiswahili waje. Nafikiria tulikuwa tumelaunch ya English, wale wa Kiswahili waje ili tuweze kulaunch hii masomo rasmi mchana wa leo. Asante sana aswa kwa kufanya hii uamuzi wa kuanza masomo. Miaka mingi ambayo iko mbele, utasimama na uangalie nyuma jinsi ambavyo nimeshuhudia. Uangalie nyuma miaka mingi na useme kwamba ili ndio ilikuwa ni uamuzi wa maana katika maisha yako. Kwa sababu hapa tutafunza teolojia, hapa tutafunza Biblia, hapa nimesema tutafunza nini, tutafunza lugha, mahali hapa tutafunza kompyuta, mahali hapa tutafunza accounts, mahali hapa tutafunza namna ya kulea mtoto, mahali hapa tutafunza namna ya kukaa na mke wako, mahali hapa tutafunza namna ya kuinvest nyumbani. Hakuna masomo mengine yoyote ambayo itakata cross haya mambo. Nilisoma hesabu, mpaka sasa nasoma hesabu katika PhD level. Lakini ile hesabu haijanieleza hata siku moja namna nitakaa na mke. Ile hesabu haijanieleza hata siku moja namna ambayo nahitaji kuhifadhi pesa kwa matumizi ya jamii. Haijanieleza hata siku moja namna ambayo natustahili kuishi na jirani. So mko mahali pazuri kwa masomo mazuri ambayo italeta great difference katika maisha yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuneno hilo na Mungu atasaidia. Katika safari hii haitakuwa rahisi sana,
Hiyo nitawahakikishia tangu awali. Wakati utakosa nauli, na wakati utakosa ada nimesema ni school fees. Nasoma hiyo leo, nasoma ada. Kuna wakati mwingine labda utapata nafasi. Lakini yote kwa yote mnapoanza mjikaze hadi mumalize. Praise the Lord. Mjikaze hadi mumalize. Mtaona tofauti kwa huduma, mtaona tofauti katika kila eneo ya maisha yenu. Hiyo nawashua ndani ya moyo wangu 100% kwamba kutakuwa na tofauti kubwa na mabadiliko kubwa. Because tutakuinua kiroho wewe binafsi, na pia tutajenga kanisa yako, tutajenga jamii. So mkuje hapa mkiwa na hiyo tumaini kwamba itakuwa mema. Nataka nialike wachungaji, maaskofu wote, watu kutoka wa jimbo waweze kuja nyuma yao. Alafu tutaweza kuombea. Baada ya kuombea tutaweza kulaunch hii institute ya Swahili officially. Mama tu nyuma yao, alafu mtawatilia baraka zenyu juu yao. So hao ndio Shadrach, Daniel, Meshach na Abednego wetu nyinyi. Aliona uchaguzi fanywa vizuri. Sijui alitumia kriteria gani. Uso imeng'aa. Unaona mko na hiyo kimo ya kufanya kazi. Haleluya. Na pia nyinyi ni wastaarabu. Mna hiyo uwezo. Anaona mko na maarifa kiasi. Tunahitaji tu kuweka makali, kunoa. Naweka tu makali hizo skills ambayo Mungu amewapatia, ili pia nyinyi muweze impact wale wengine ambao mtakutana na wao katika jina la Yesu. Amen. Hiyo tu ndio changamoto langu kubwa. We are not just training you for the sake of training, but we are training you for impact, ili muende mdhuru wengine huko kwa njia nzuri. Hiyo ndio ombi letu. Tunataka tuombe. Alafu nitaalika pia askofu aweze kuomba. Alafu nitatangaza tu neno moja la kusema kwamba hii masomo imeanza rasmi. Amen. So yako tu kujitolea. That's your part. Kujitolea. Kuna mwimbaji kwa Kenya aliimba, na najua wimbo yake labda imefika hapa. Anaitwa Ruben Kigame. Mmemsikia? Akasema tunaomba uwepo wako uende nasi. Nani anaweza imba hiyo wimbo tu stanza moja? Wako uende nasi, Bwana wa majeshi utusikie. Kama uende nasi, hatutaki kutoka hapa. Hatuwezi uende nasi. Geza na chorus. Piga magoti sasa, piga magoti. Mchungaji utawekea mikono kama umeruhusiwa tunapoomba. Jehova mfalme,
Mungu mkuu, tena Mungu mwenye enzi, tunakushukuru sana 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 mchana wa leo. Asante kwa ajili ya wazo hili ambao umepea uongozi wa eneo hili kwamba waweze kuanzisha institute katika mahali hapa. Asante kwa ajili ya maono hilo ambalo haikutoka kwingine, maono hilo ambalo lilitoka kwako, ewe Bwana wa majeshi. Asante ni kwa sababu maono haya utayalea na uhakikishe kwamba inadumu katika jina lako takatifu. Asante ni kwa mwito ambao umepewa wanafunzi hawa ili waamue kwamba wataanza safari hii ya miaka kusoma neno lako. Naomba kibali chako juu yao, wapatie afya nzuri Jehova, wapatie uwezo wa kusimama mbele ya wafalme, na wapatie uwezo wa kusoma neno hili. Jehova mfalme, ninajua katika njia hii kutakuwa na panda shuka. Saa zingine watalemewa na ada, saa zingine watalemewa na nauli, saa zingine akili yao itasema tuchukui mambo haya. Lakini jinsi ambavyo tunaomba mchana wa leo kwamba tunaomba uwepo wako uende nasi, uwepo ambao tumeshashuhudia mahali hapa, tunaomba mfalme kwamba hatutaanza institute pasipo na uwepo wako. Kwa hivyo tunaomba uwe pamoja nasi na uende nasi, hatua kwa hatua uende nasi. Takapoanza subject ya kesho, somo la kwanza kesho, hadi somo la mwisho, Mungu uende nasi. Takapohitaji kwenda, tembea nasi. Mawazo yetu yatakuwa atakapokuwa yamesongwa, uweze kuwa pamoja nasi. Takaposikia tuna nguvu, ninaomba Mungu utatupatia nguvu. Kwenda sote utatupatia Jehova. Vision hii ambao umeanzisha utahakikisha kwamba tutaenda nayo hadi tamati katika jina lako. Mambo haya Jehova hitaji urembo mingi, kwa sababu tunaungana na neno lako kwamba tutafuata mapambo zote. Mapambo ambayo yanakuja kwa jina la usingizi, saa zingine zinakuja na mambo ya kutofahamu neno lako, saa zingine zinakuja kwa jina la kiburi. Tunazishusha chini katika jina la Yesu. Hizo aina za pambo la aina yoyote ambayo itainuka kinyume na masomo haya, tunaiteremsha sasa kwa jina la Yesu. Yote tunaomba ni neema na kibali ya kusimama mbele zako kwa jina la Yesu. Asante sana askofu, karibu kwa pamoja. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ibada leo. Asante kwa mambo ambayo mtumishi wako ametuongoza. Kama vile ambavyo Daniel na wenzake walichagua kujifunza elimu ya Kaldayo ili baadaye wawe watu wakuu. Hawa nao wamechagua kuwa wanafunzi katika chuo hiki ili wawe watu wakuu katika kanisa, lakini wawe watu wakuu katika jamii, wapate maarifa. Naomba Mungu asaidie. Ni kesho ambapo tunaenda kuanza rasmi. Waende magonjwa, wape afya njema, wape ustawi. Tunaomba kwa ajili ya walimu watakaofundisha wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya 4, hata kwa mwaka mzima, hata kwa miaka yote miwili utakuwa pamoja nao. Tunaomba kwa ajili ya hali ya hewa ya hapa ikawe nzuri, wasiwe na maradhi, lakini pia wape kustawi, wape kuwa na afya njema. Vyakula uvibariki, maji yaponye, kila wanachokifanya ikafanikiwe Bwana. Waepushe na kila ajali. Bwana, asante kwa ajili ya mtumishi wako Reverend Haron Geno ambaye umemuongoza kusimamia na kuongoza ibada hii. Usikie kuomba kwetu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tuweze kusimama, alafu niseme neno la kulonji na itakuwa mema. Hallelujah. Thank you. Jehova, umeficha hekima na maarifa mingi katika kitabu hiki. Wanafunzi hawa watakaposoma pamoja na walimu wao, ninaomba ufunue hilo hekima moja baada nyingine katika jina lako. Mchana wa leo ninaweka wakfu vitabu hizi pamoja na zingine zote ambazo zitakuja mahali hapa, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafurahi ndani ya moyo. Amen. Are we excited? Thank you. Listen to this.
Kwa hivyo kama mtumishi wa Mungu na kwa ruhusa ya askofu wa AGC Tanzania, kanisa la Injili Tanzania, nasimama hapa kutangaza kwamba masomo ya Kiswahili katika chuo hiki imezinduliwa rasmi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tupigie Bwana makofi. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Makofi tena. Kwa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante. Mnaweza rudi kuchukua nafasi yenu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana uwaita watakatifu wako wawe mitume wachunga walishe kundi lako wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa wapole wakumewa wasiwe kunyama. Amen. Kwa sababu ya muda, naona wengine wanawahi mvua na wengine kujiandaa kwa ajili ya kesho. Ni waombe sasa rasmi kabisa, mheshimiwa wetu diwani amefika, nitampa nafasi baadaye, kitu kimezana giza, tuende kwenye uzinduzi sasa wa jengo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba askofu wetu mstaafu, tuongoze waongozi wageni wetu na wakurugenzi wa majimbo, tuambatane kwenye eneo letu la uzinduzi. Sasa naomba watu wetu usimame, tusogee mahali hapo. Hata leo watakatifu wako nawe watuliza tena nani aliyeku atakaye tunakusanyika siku ya leo mahali hapa ili kuweka wakfu ukarabati wa jengo hili ambayo imefanyika katika sehemu hii. Huu ni sehemu muhimu sana katika kanisa la Injili Afrika kwa ajili ya wanafunzi ambao wanasoma Biblia katika mahali hapa, na pia kwa ajili ya accommodation aswa kwa wanafunzi wa kike katika mahali hapa. Kwa hiyo tunapongeza wote ambao wamehusika, fundi, tunapongeza pia wote ambao walichangisha kwa ajili ya sehemu hili. So kabla tuendelea, naomba tuombe. Jehova Mfalme, asante. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu ambao uliumba dunia, na kazi hilo Jehova umezidi kutekeleza kwa kuhakikisha kwamba ujenzi na maumbile zingine zote zinafanyika katika ulimwengu huu. Asante kwa ajili ya ukarabati huu ambao mchana wa leo nikiwemo hapa na wachungaji na askofu pamoja na wanafunzi na washirika tuko tayari kuiweka wakfu katika jina lako. Asante kwa sababu tunapofungua eneo hili na tunapofanya ibada ya wakfu kule ndani,
Mungu utakuwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninafungua jengo hili kwa matumizi ya kuwa bweni ya wasichana katika chuo hii. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Hamna makofi. Amen. Asante. Na wale wataingia ndani labda itatosha. Itatosha. Huko tuzungue kwanza. Bado huko. Ndio la msingi. Kwa heshima nimwombe askofu wetu mstaafu watashirikiana katika kufungua utepe huu, ili ikiwa ni ishara kwamba sasa tunabadilisha jina, haitwi tena nyumba ya mstaafu, inaitwa hosteli. Sawa Sawa. Karibu. 1 2 twende. Wow. Wow, wow, wow. Makofi na vigelegele. Naomba mkaribishe mgeni rasmi aseme. Asante. Ukarabati ange maandishi. Ukarabati wa hosteli hii umewekwa wakfu na Reverend Haron Ngeno, ndio jina langu, mkurugenzi wa idara wa elimu AGC Kenya, tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025. Asante. Amen. Asante sana. Basi tutaingia ndani, nadhani patatosha ili kwa ajili ya kuomba, lakini pia kuna waliotoa sadaka za magodoro haya na vifaa vingine ambavyo viko ndani, tutawakumbuka kwa maombi. Karibuni ndani. Hata leo watakatifu wako, nawe wauliza tena, nani aliyeko? Nashukuru tena kwa nafasi huu ambayo tumeingia hapa ndani ili kuweza kuomba mahali hapa. Tumefungua tu, lakini bado hatujafanya ile tunaita dedication na consecration. Dedication tutafanya wote, alafu consecration itaomba bishop retired mstaafu ndio atafanya mambo haya. Lakini kabla ya hapo tunataka pia tujiunge na sadaka ya shukrani. Tayari kuna sadaka imetolewa, so tutaungana pamoja kwa sadaka ya shukrani ili kwamba tuweze kujiunga na kazi hili. So iwapo uko nayo utatoa, kama una wote tuingie wote. Yeah, maybe kila mtu aingie alafu tarudia sehemu hiyo. Kama una bado utapeana pledge, kwa sababu kazi hii inaendelea, ili tunaposhiriki baraka hii tushiriki wote kwa pamoja. Asante. Kwa ruhusa nitarudia haya ambayo nimetaja, kwamba muda mfupi ambayo iko mbele tutafanya dedication na pia tutafanya consecration. Lakini kabla ya hapo
nataka nitoe nafasi maalum ya kushirikiana pamoja na kazi hili kwa njia ya matoleo. Tayari tuna kodoro na mattress ambayo iko pale. Nitakapokuwa na bariki wote ambao wameshiriki baraka hilo, pia sisi naomba tushirikiane kwa baraka hilo. So utapata nafasi ya kutoa pesa iwapo uko nayo, ama iwapo unasema kwamba nataka nisimame na kazi hii because ukarabati bado unaendelea, unaweza toa sadaka yako kwa njia ya pledge, iwe ni ya cash ama ya mifuko, inakubalika. Ili lolote ambalo linafanyika mahali hapa huwa unashirikia katika baraka. Haleluya. Amen. Pia tumepatana, so tunaendelea na ibada na askofu wanapo wanaimba waweze kuimba pamoja nasi. Hata leo wataka watakatifu wako, nawe wauliza tena nani aliyeko atakaeni mtume afundishe vijana, ni tayari Bwana wangu nitume mimi Bwana. Asante. Baada hiyo itaendelea baadaye pledge. Jehova, ninakushukuru kwa ajili ya sacrifice zote ambayo imefanyika ili jengo hili liweze kuwa jinsi lilivyo. Ukianza kushukuru donors wa World Gospel Church ambao walitoa miaka mingi pesa ya kununua shamba hili pamoja na pesa ya kujenga jengo hili. Wote waliotoa ninaomba Mungu wabariki pamoja na vizazi yao kwa jina lako takatifu. Asante ni kwa ajili wale ambao wametoa pesa ya kuhakikisha ukarabati huu umefanikiwa. Naomba Mungu kwa utajiri wako uweze kuwagusa kwa jina lako takatifu. Wale ambao walitoa nguvu, Mungu ninaomba kwamba wajaze pia. Mchana wa leo tumeshiriki pia katika ibada hili la kutoa. Naomba Jehova katika neno lako jinsi ulivyosema kwamba tutoe ili tuweze pia kupokea kwa kiwango ambacho imesukumwa. Naomba Mfalme kwamba iweze kuwa hivyo kwa ajili ya kila aliyetoa. Kwa jina lako takatifu tunaomba na kuomba. Amen. Amen. Tunaweka wakfu jengo hili kwa sababu labda unajiuliza kwa nini tufanye hivi, na labda sio jengo mpya. Sababu kubwa ni hili: wakati walijenga jengo hili wakukusudia iwe bweni, lakini sasa tumeifanya iwe bweni, dormitory. Yeah. So hiyo inahitaji dedication ili watakapolala hapa kama Jacob walale wakiwa na vision za mbinguni katika jina la Yesu. So kuna mambo ambayo nitasema na pia kuna mambo ambayo nataka mseme, lakini labda sio mingi sana, na Mungu atatubariki kwa ajili ya hiyo. Na nitasema zangu, kazi lenyu ni kusema tunaweka wakfu jengo hili kwa kazi ya Mungu. Tunasema hivyo pamoja? Tunaweka wakfu jengo hili kwa kazi ya Mungu. Tuseme tena. Tunaweka wakfu jengo hili kwa kazi ya Mungu. So baada ya mimi kusema hiyo ni kama kiitikio kwenu wale mfanya shairi. Tunaweka wakfu ukarabati huu iwe sehemu ya amani na wokovu. Tuseme pamoja.
tunaweka wakfu sehemu hii kwa huduma ya Mungu. Tunaweka wakfu sehemu huu iwe sehemu ya elimu. Rudia wote. Tunasema wakfu sehemu hii kwa huduma ya Mungu. Tunaweka wakfu sehemu hii iwe sehemu ya kupokea wageni. Tunaweka wakfu sehemu hii kwa kupokea wageni. Tuombe. Jehova, nakushukuru kwa kazi huu. Tumekiri kwa pamoja kwamba tunaweka wakfu sehemu huu. Naomba Mfalme, tunaposimika sehemu huu iwe sehemu ambayo akina dada watalala, iwe ni sehemu ambayo watakutana pamoja na wewe, iwe ni sehemu Mfalme ambao utajaa kwa wingi kwa utukufu wa jina lako. Kwa ajili ya hiyo Jehova Mfalme, wa leo tunaungana kwa pamoja kwamba Mungu, jinsi ambavyo uko katikati yetu, unakubali wakfu wetu, kuweka wakfu sehemu hii katika jina lako takatifu. Amen. Nitaomba huko Kenya watu tunaita elders, reverend, so pia masomo tunasaidia viongozi wa simiko, viongozi wa simiko. Haleluya. Sasa kama hiyo ni kazi yao sasa. Nitaomba viongozi wa simiko watatafuta mahali washike katika hili lengo. Mahali popote inaweza ni milango, inaweza au vyumbani ama vyumbani. Alafu tutafanya kazi hii pamoja. Mahali popote tu, kama mimi nimefika hapa. Na nitakuwa guide, nitasema tu jinsi ambavyo tumesema, lakini tutasema pamoja kwamba tunasema tunaweka wakfu sehemu hili kwa jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hesabu 3 alafu tuanze. 1, 2, 3. Tunaweka wakfu jengo hili kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana Askofu. Tunaomba Tukaribishe Mungu katika haya maneno. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jinsi uliwezesha mipango ya kuliweka jengo hili kwa ajili ya kazi yako Bwana. Sasa nyumba hii tunaukaribisha iwe ni nyumba yako. Usiku na mchana, asubuhi na jioni, wanapokutafuta asubuhi, wanapokutafuta jioni wakuone. Hii nyumba kama vile alivyoona Yakobo, akaona hapa ni nyumba ambako Mungu anaishi. Tunaiweka nyumba hii mikononi mwako. Iwe ni nyumba yako, itakaswe Bwana. Nyumba iwe takatifu, itumie kwa mambo yako yote Bwana. Ukafike na ukaonekane katika nyumba hii. Watu watakapolia, watakapoomba, wakuone katika nyumba hii, maana ni nyumba yako Bwana. Tunawatakasa wote watakaoingia nyumba hii, watakaolala katika nyumba hii, waone utukufu wako usiku na mchana, waone nguvu yako usiku na mchana, kwa sababu ni mahali unapoishi wewe uliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunasema asante kwa sababu tutakwenda kuonekana zaidi ya hili tulichokisema, kwa sababu ni mahali pako. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nashukuru sana kwa sababu tumemaliza hiyo ibada ya kuweka wakfu mahali hapa. Kwa wote ambao tulishuhudia, naomba kwamba Mungu atulinde, awe pamoja nasi kwa lolote. Nataka tushiriki pamoja neema ya Bwana. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na milele. Amen. Thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kuna kitanda ukwambie utest, naomba niwapeleke kuelekeza baadhi ya mambo. Hapa ni sehemu ya kunawia. Watakuwa nao mikono
ajili ya tuna mpango baadaye tutaweka viti hapa, wanaweza kunawa wanapata chakula hapa. Hapa tunaweza kiranja atalala hapa. Kiranja ni kwa au kama kiongozi wa mama atalala hapa. Alafu hapa jamani, hapa ni kituo kikubwa. Kuanzia tunawaza watakaa 4 kwa sababu bado angalau wawili. Yeah. Wawili. Basi na hapa pia hapa pia ni sehemu nyingine kwa kuanzia, angalau baadaye tutaweka double decker, lakini kwa sasa kama tuweke angalau wawili unaweza kushare. Na hapa pia ni waza wanataka share, hasa wale wabamba kabisa. Lakini pia huku tunaweza kuweka mama ambaye ana stamina ya kuwa mlinzi, ambaye wanaweza kuzuia kelele. Wanajua wasikae peke yao. Hapa tunaweka pia kazi nzuri. Hapa pia tumeweka kitanda, bado tunaweza kurekebisha. Basi ambayo ndio hiyo. Na naweza kule baadaye tunaweza kutengeneza dish na kuoshea kufulia nguo, na naweza kule mbele kusaidia tuwekee washing machine ili mashine nafua tu nguo zao, wanaenda darasani bila kuhangaika. Na tunaweza kujenge hapa ili sehemu ya angalau ili kama inawezekana wajipikie kabisa. Wanapika chakula, wanatoa huko store, wanakuwa wanapika, wanakula, wanaenda darasani. Basi hatua tuliyofikia ni hii. Hatujamaliza, bado tunaendelea katika awamu ya pili. Tunaweza pia kuweka tiles hapa ili kuwasaidia wajisikie vizuri, wasiteleze. Basi jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Kweli nilijaribu kuonyesha mambo haya yote nikiwa hospitalini. Ninamgusa mke wangu wakati huo mawasiliano ya Kenya ya shida kwa Tanzania. Huwezi kupiga simu moja kwa moja mpaka uwe na roli. Lakini nashukuru Mungu amesaidia kunipa vijana walio makini, zaidi kufanya. Nilikuwa naangalia tu kwa picha, narekebisha kwa njia ya picha, lakini wamejitahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mahitaji madogo hayajakaa vizuri. Kwa hiyo tumewaza na katibu wangu, wamama hawataingia leo, tutaruhusu kuingia kesho. Hizo shida ndogo tuzirekebishe usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wamama ambao wamekuja kwa ajili ya kusoma, tutakuvumilia, katibu mkuu atawaelekeza mahali pengine pa kulala, lakini kesho rasmi ni nyumba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kushukuru sana pia baba askofu mstaafu na mama askofu mstaafu. Mungu awabariki sana kwa uwepo wenu, tumetiwa moyo sana, tumebarikiwa kwa kweli. Lakini pia naibu askofu na wachungaji wetu wote kutoka majimbo yote,
wale mliochagua kubaki. Wengine wameondoka, tulikuwa na kikao cha half term ya baraza kuu, wakawa wameondoka leo asubuhi. Lakini wale waliobaki tunawashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Najua wa kiume mtalalamika, sema mbona sasa askofu amewapendelea wa kike? Maana bweni la wanaume huko ninakupanda gorofani kama unataka kwenda mbinguni. Unatapoleka za uhakika. Ninyi mna nguvu, hamna usumbufu sana kama wamama. Lakini ukweli katika mikakati mlionayo, nawaza pia pale kule kurekebisha ile nyumba, tuweke vitanda angalau tabodeka 2 sio 3, na tupanue kidogo pao na hewa. Lakini kwa sababu na nimeona mmeongezeka, nimemwambia katibu mkuu msilale kule juu sana, msije wengine wakaota kama vile wako shamba wanalima alafu tukashukia wako chini. Hata zamani wakiondoka. Walikuwa wanaondoka. Ya wale sitaji majeruhi hapa. Nimemwelekeza katibu mkuu hizi godoro taingia hiyo nyumba ya shule ndio upande wa kule karibu na bweni ndio mtazitumia. Kwa hiyo wale wawili kwa kila tabodeka. Alafu wale ambao watakuwa wamezidi basi unaweza kuweka magodoro chini mkalala. Hii ni wanaume bwana, si ndio? Madam msosi upo, maji ya kuoga unafinya tu hivi. Sawa? Si ni sawa jamani? Na masomo yanaingia, au mambo mengine baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tushirikiane sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyokosea, tusitie majaribuni, lakini tuponye yule mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Pokea baraka za Bwana. Bwana walinde, Bwana wawe pamoja nanyi. Fanikiwa kila mfanyalo na mlilozalo na mlitendalo. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Mungu abariki sana. Katibu.